saa ya kutoka. Exodus hawa. Nianzia hapo sura ya 3, Kutoka sura ya 3. Na nizungumza kwa habari ya saa ya kutoka. Exodus hawa. Biblia inasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Anaposema mlima wa Mungu anamaanisha mlima Horebu. Mlima Horebu jina jingine unaitwa mlima Sinai. Kwa kuna baadhi ya maandiko unaitwa mlima Horeb na kuna baadhi ya sehemu unaitwa mlima Sinai, kutegemea na alivyokuwa Mungu anataka atambulishe kitu. Kwa unaitwa ni mlima Horeb au mlima Sinai, mlima wa Mungu. Na ndio mlima huu ambapo Musa alikuja kutokea baadaye akapewa zile amri 10. Na ndipo pale ambapo Elia alikimbia akajificha kwenye pango akiwa amemkimbia Yezebeli toka Israeli, toka mashariki ya kati Israeli, akimbia mpaka nchi ya Misri. Huu mlima Horeb uko nchi ya Misri. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Malaika wa Bwana akamtokea Musa katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Kijiti kilikuwa kinawaka moto lakini hakiteketei. Utaona kitu cha ajabu sana ukienda sehemu hii hapa. Wakati Musa anakutana na Mungu, ni moja ya sehemu mpaka sasa hivi zipo na huu mti upo. Lakini kitu cha ajabu kilishangaza sana ni kwamba kile kichaka ambacho kilikuwa kinateketea kinaungua bila kuteketea. Utashangaa mpaka mawe ya pale mlima Horebu, ukipasua jiwe, katikati ya jiwe kuna kichaka. Ni bahati mbaya sana sikuweza kubeba yale mawe, mngeona mkashangaa. Ukipasua jiwe la pale mlima Horeb, katikati ya ile jiwe kuna kichaka alichokutana nacho Musa. Kwa jiwe kilipasua, kuna majani yanaonekana. Na ukifika pale wanauza yale mawe, unaweza kununua, lakini mawe yapo. Hata ukiyaona, hata ukisema nitalipasua tena, labda wamechora, pasua hata mara 10, utashangaa kwenye ile jiwe bado ndani kuna alama ya kichaka. Kwa jiolojia pale ilibadilishwa na encounter ya Musa na Mungu. Yale mawe na kile kichaka, ukiangalia majani ya kile kichaka yana matawi 3, na watu wa pale wanafanua nasema yale matawi 3 yanaashiria Utatu Mtakatifu. Kwa kichaka mpaka sasa hivi kipo kimehifadhiwa pale, ukienda pale mlima Horeb kipo amekihifadhi mpaka sasa hivi. Niliposhangaza niliona kwa nini haya mawe yanakuwa yana alama ya kichaka kile. Ilibidi kufuatilia jiolojia. Unajua mimi nikitazama jiwe silitazami kama wewe unavyolitazama. Mimi ninavyolitazama jiwe sio kama mimi nimesomea mawe. Amen. Mimi nisoma miamba, kwa nini ninavyolitazama jiwe silitazami kama kawaida. Na nilitazama kwa namna nyingine kwa sababu mimi nimesoma mambo ya mawe. Kwa hiyo hadi ilibidi nitafute kujua shida nini. Na nikashangaa kichaka kiko ndani ya yale mawe kama alama ya ukumbusho wa tukio hili. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Ukiona neno mara 2 maana yake ni msitizo. Mungu akamwita Musa, akaishia hapo. Anaposema Musa, Musa, maana yake ni alama ya kutaka attention kwake. Akasema mimi hapa, akaitika. Mungu hasemi na mtu ambaye hajaitika, na Mungu hasemi na mtu ambaye hajajua sauti yake. Kuna mahali Mungu atanyamaza mpaka anahitaji attention. Ujue ni Mungu anasema na wewe. Kama hujajua ni Mungu anasema na sometimes won't speak. Kunaona Musa hapa aliitika. Baada kuitika ndipo Mungu anasema naye. Tofauti kabisa na kwa Samueli. Samueli alikuwa anaitwa Samueli. Samueli hajajua sauti ya Mungu, anakimbia kwa Eli. Baba umeniita, anamwambia sikuita mwanangu, rudi. Mungu akusema na Samueli mpaka Samueli alipojua ni sauti ya Mungu inamuita akaitika. So kwenye maisha ya kawaida ya pia, God can be silent because you don't know his voice. Mungu anaweza kanyamaza kabisa kwa sababu haujasikia sauti yake, haujajua sauti yake ili uitike. Na unapata nafasi ya kuzungumza juu ya kimya wa Mungu, the silence of God. Kwa nini Mungu mara nyingine wanakuwa kimya? Kuna wakati Mungu anaamua kuwa kimya, silent. Piga mifungo sawa, kesha sawa, toa na sadaka sawa.
the silence of God is also a language of God. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tulipofika mlima Horeb, yule mama wa Kimisri ambaye alikuwa anatuongoza tu challenge akasema, kwa duniani kuna nchi ngapi takatifu? Tukasema ni moja, Israeli. Akasema sio kweli, ziko mbili. Tukamuuliza kweli, akasema nchi ni mbili, kuna nchi ya Misri na nchi ya Israeli. Akasema Mungu alimwambia nchi unaposema hapa ni nchi takatifu, na hii nchi ilikuwa ni nchi ya Misri, ilikuwa Israeli. Tunajua mlima Horeb huko nchi ya Israeli, iko nchi ya Misri, sio. Kwa anasema nchi takatifu ni mbili. Nikasema kweli, I have something. Bado na safari ya kwenda baada ya kujifunza. Bwana asifiwe. Na yule alikuwa anatongoza, hata sio Mkristo, ni Muislamu, lakini amesoma Biblia kuliko unavyodhani. Anachua maandiko kuliko unafikiri, na hata sio Mkristo. Kwa hiyo tuambia nchi takatifu sio moja, ni mbili. Nasema hapana, hata kama ni mbili, lakini najua yenye agano ni Israeli. Na wanaofuatilia historia ya Israeli, hii nchi hapa mahali hapa, nchi ya Misri kuanzia mlango ile Suez Canal, sehemu yote ile nzima mpaka Barasini mpaka mlima Sinai, ile Barasini nzima yote Israeli kwa imeshachukua kwenye vita ya mwaka 68, ile vita siku 6 Israeli ilichukua, lakini baadaye ilirudisha mwaka 72 ikarudisha kwenye nchi ya Misri. Mstari wa 6, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Somo tulionalo nasema ni saa ya Kutoka. Kwa nafundisha kwa habari ya Kutoka hapa, nakupa tu tangulizi kidogo. Akasema mimi ni Mungu wa baba yako, ni Mungu wa Ibrahimu. Mungu anapokuja na ajenda kubwa anakuja kama Mungu wa vizazi. Hakusema mimi ni Mungu wako Musa, sema anajitambulisha kwa mtu mwenye agano. Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Hao walikuwa na agano na Mungu, ndio maana anajitambulisha kama kwa majina yao. Musa hapa hakuwa na agano. Musa akaficha uso wake, aliogopa kumwangalia Mungu. Ukimwangalia Mungu na kufa. Lakini maandiko yanasema Musa ni mtu pekee aliyemwona Mungu akaishi. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Usahau mstari wa 7 na 8. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Misri ni nchi ya utumwa. Hao watu walikaa nchi inaitwa Goshen. Kwenye Misri wana wa Israeli walikaa eneo maalum, hawakuchangamana na wa Misri. Bwana aliwatenga. Yusufu aliomba eneo maalum inaitwa Goshen, na hilo eneo Goshen lilikuwa ni eneo la rutuba, lilikuwa ni eneo la majani, walikuwa na mifugo. Na ukienda mpaka sasa hivi Goshen, nchi ya Misri asilimia kubwa ni changwa. Anzia Cairo ni changwa kila mara, lakini Goshen mpaka sasa hivi Goshen ni nchi ya rutuba, watu wanapanda na wanavuna. Mpaka leo Goshen na rutuba. Mpaka leo Goshen kuna mashamba. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nimeona moja, kwa neno kuona, mateso ya watu wangu. Nimesikia kilio. Hapo anasema maana nayajua. Sio kwamba nimeona na sio kwamba nimesikia, lakini nayajua. I know for sure. I know their torment. Mstari wa 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi jayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Mwivi na Myebusi. Nisomee Kutoka hiyo 5 mstari wa 1. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, akasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende kunifanyia sikukuu cha Bwana. Let my people go. 9:1 Kutoka. Ndiyo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, mwambie Bwana Mungu wa Ibrania asema, wape ruhusa watu wangu waende ili wanitumikie. Ile neno ili wanitumikie, pigia mstari. Na hilo neno wape ruhusa, pigia mstari. Kwa nini Mungu aombe ruhusa kwa Farao? Mungu alikuwa anataka ampige Farao, ajipatie utukufu. Kwa anamwambia waruhusu waende, na najua Farao hata waruhusu, akazidi kufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Why? Mungu anataka apate utukufu, Farao akiwa anapigwa.
wape ruhusa waende. Mungu anataka ajipatie utukufu juu ya Farao ili wanitumikie. Ili wanitumikie, pigia mstari. Very important, very important, very important. Wana wa Israeli kulingana na agano la mwili bila wakae miaka 400, lakini kwa bahati mbaya walikaa kwenye utumwa zaidi ya miaka 400. Hawakujua saa ya kutoka. Maandiko yanatuambia kwamba walikaa kwenye utumwa miaka 430. Kwa walikaa miaka 30 zaidi ya muda ambao ulitakiwa, maana agano la Mungu ilikuwa ni miaka 400, lakini wao hawakujua wakati wa kujiliwa kwao, hawakujua majira kutoka kwao. Wakakaa kwenye nchi ya utumwa miaka 430, lakini agano la Mungu ilikuwa ni miaka 400. Manake nini? Manake ni kwamba usipojua majira aliyoamriwa juu ya maisha yako, unaweza ukakaa kwenye jaribu ambalo limeisha muda wake. Kila shida ambayo unayo, kila ugonjwa unao, una muda wa kuexpire, expire there. Hawa watu wakujua muda wa majaribio na expire. Kwa sababu hiyo waliendelea kuenjoy. Walikula samaki, walikula matikiti, walienjoy maisha, lakini muda wa kukaa utumwani ulikuwa umeisha. Misri ni Misri hata kama unakaa Gosheni. Msikia nikwambie, Misri ni Misri hata kama unakaa Gosheni. Kwa waridhika na maisha ya Gosheni, maisha yakaendelea, lakini miaka yao ikapita. Mekano umekaa kwenye shida na muda wake umeisha. Ni wakati wa uhuru umekuja, lakini bado hujaamka. Nipo asubuhi nakwambia kwamba majira yametimia, ni saa ya kutoka. Miaka ya kaa Misri imeisha. Iko nchi itayo maziwa na asali. Lazima tuiende hiyo nchi kwa jina la Yesu. Iko nchi ya ahadi, iko nchi itayo maziwa na asali. Iko nchi anaikalia Mkanani, anaikalia Mperizi. Hiyo ni nchi ya ahadi. Majira yamefika, lazima tutoke. Sema amina kama unaamini. Haleluya.